Mpenzi msikilizaji, usiku ule sikulala hata kwa dakika moja. Kila nilipokuwa nikifumba macho, ile picha ya Rashid akiwa amemkumbatia yule mwanamke ilinijia tena na tena. Lakini kilichoniumiza zaidi haikuwa picha yenyewe. Ilikuwa ni mtu ambaye amenitumia ile picha, ambaye ni Zuena. Zuena ni rafiki yangu wa karibu sana. Nilijikuta najiuliza maswali mengi. Kama alijua haya yote, kwa nini alikaa kimya? Asingepaswa kuniambia mapema? Asije akawa yeye ndiye anayenichezea mchezo huu ambao bado sijaugundua. Asubuhi ilipofika, mpenzi msikilizaji, nilimwandikia ujumbe Zuena. Naweza kukuona leo? Hakunijibu kwa dakika kadhaa, baadaye akanitumia ujumbe mfupi sana. Njoo saa 9 alasiri. Ilipofika saa 9 alasiri niliweza kuwasili mapema sana. Alinipokea kama kawaida, aliniandalia chai, lakini sikuwa na amani kabisa moyoni mwangu. Nilitoa simu yangu, nikamwonyesha ile picha, kisha nikamuuliza, Zuena, hii picha umeipata wapi? Alinyamaza kwa muda, akavuta pumzi ndefu, kisha akasema, Mariam, kuna mambo mengi sana huyajui. Baada ya kusikia hivyo, moyo wangu ulianza kwenda mbio. Nieleze basi. Akanitazama usoni, kisha akasema, mimi nilikwambia tangu mwanzo uchukue muda kumfahamu Rashid. Nilimkatisha. Hicho sicho kitu ambacho mimi ninachokuuliza Zuena. Nataka kujua picha umeitoa wapi? Zuena katikisa kichwa, kisha akasema, mtu alinitumia. Nilimuuliza nani? Sina ruhusa ya kumtaja. Baada ya kunijibu vile, nilihisi hasira zikinipanda. Kwa hiyo unajua maisha yangu yanaharibika, alafu unalinda siri za watu? Zuena alinyamaza tena. Baada ya dakika chache alisema, kama unataka ukweli, tafuta mwenyewe. Niliamua kuondoka. Tena nilikuwa nikitembea njia nzima, nikihisi kama kila mtu alikuwa ameshanisaliti. Nilipofika nyumbani, nilimkuta Rashid amekaa sebuleni. Alinitazama na kutabasamu. Vipi mpenzi? Sikumjibu, nilikaa kimya. Akanisogelea, Mariam, kuna nini? Nikatoa simu yangu, kisha nikamuonyesha ile picha. Tabasamu lake lote likapotea. Ghafla uso wake ukabeba mabadiliko makubwa sana. Alikaa kimya kwa sekunde kadhaa, kisha akasema, hii picha imehaririwa tu. Nilimtazama machoni. Nisikilize vizuri Rashid, sina miaka 10 na wala sio mtoto mdogo, sitaki uongo. Alijaribu kunishika mkono, nikauvuta. Akasema kwa sauti ya chini, nipe nafasi nieleze. Nikakaa, kisha akaanza kusema, yule mwanamke anaitwa Neema. Ni mtu ambaye nilimfahamu miaka mingi kabla sijakutana na wewe. Nilimuuliza, kama ni hivyo, kwa nini hukuwa umewahi kunieleza? Hakujibu, badala yake simu yake iliita. Aliitazama, uso wake ukabadilika. Akasimama haraka sana. Nikajaribu kuona jina lililoonekana kwenye simu, lakini aliifunika kwa mkono. Akatoka nje ili kuweza kuipokea ile simu. Hatimaye na mimi nikaweza kusogea dirishani kimya kimya ili kuweza kusikiliza mazungumzo yale ambayo yalikuwa yakiendelea nje. Nikamsikia akisema, usimpigie tena, kila kitu kimeharibika. Tatafuta namna ya kumueleza. Baada ya dakika chache akarudi ndani. Nikamuuliza, Rashid, ulikuwa unaongea na nani? Akasema hakuna. Nilitabasamu kwa uchungu. Baada ya kutabasamu kwa uchungu sana, kisha nikajua safari ya kutafuta ukweli ndio ilikuwa inaanza. Na sikujua kwamba ukweli ungebadilisha maisha yangu kiasi gani. Nikusihi tu ndugu mpenzi msikilizaji, tuendelee kuwa pamoja mpaka pale ambapo utafahamu visa vingi kumhusu Mariam binti Juma. Usisahau kusubscribe, kulike na kucomment katika chaneli yetu ya Elizio Simulizi.